Ni vizuri kumjua mtu unayetaka kufanya naye maisha kwa namna ya roho. Ni mtu wa aina gani? Anafananaje? Mtu sio anavyoonekana nje. Mtu ni utu wake wa ndani. Mtu ni roho ambayo haionekani kwa macho haya ya nje. Mtume Paulo anasema hatumjui mtu kwa jinsi ya mwili. Kama hatumjui kwa jinsi ya mwili, maana yake tunamjua kwa jinsi ya roho. Kuna uwezekano wa kuwajua watu kwa jinsi ya roho. Mtume Paulo anasema hatumjui mtu kwa namna ya mwili. Huyo mtu wako ambaye unamuona ni mtu mzuri, huyo mtu wako ambaye unaona ni mtu wa kufaa, you are doing well kumobserve kwa macho haya ya nje na kuobserve vitu vya kuonekana. Lakini kuna vitu kuhusu mtu ambavyo huwezi kuviona kwa macho haya. Sio Yesu wako ambaye alisema kuna mbwa mwitu wanavaaga ngozi za kondoo. Yale maneno yanaogofya sana. Kila kitu kuhusu yeye kitakwambia huyu ni kondoo. Lakini hiyo ni cover up ambayo ameivaa kwa nje. Ukweli wa yeye wa ndani kabisa, huyu mtu ni mbwa mwitu. Na wewe ukafanya maamuzi kwa kutegemea na unachokiona nje, ukaambatana na mbwa mwitu. Bwana Yesu anasema jihadharini. Hilo ni neno la tahadhari, si ndio? Kitu kinachovaliwa kinaweza kikawekwa pembeni. Kuna watu wana sura mbili kwenye haya maisha, rafiki. Kuna sura mtu anaivaa ili arelate na wewe, na yuko very careful kwa sababu anakutaka, kwa atahakikisha dealings zake na wewe zote anadeal na wewe akiwa amevaa sura fulani ya utu wema. Sasa akishaku kuchukua mkafika level ambayo wewe na yeye ni mme, mahali ambapo hahitaji tena kupretend, kukuonesha ambacho yeye sio, ndio unaanza kugundua uliingia mahali ambapo sio penyewe. Sema mimi Mungu atanisaidia katika jina la Yesu.